Jambo na karibu. Charity Chebet kwa furaha alihitimu na akasambaza video zake kipindi anahitimu kwa marafiki na mitandao ya kijamii. Sherehe ya kuhitimu ilifanyika mchana na akaenda nyumbani jioni akiwa tayari kuvuna matunda ya juhudi zake katika masomo kwa miaka mingi. Ila sasa taarifa mbaya zilihuzunisha watu baada ya kusikia ya kwamba aliaga dunia baada ya masaa 24 baada ya kuhitimu. Ilipofika saa 12 asubuhi alipatikana kama ameaga dunia, ila kila ambacho kilimuua hakijafahamika. Lakini inasemekana ya kwamba kipindi ambacho alihitimu Charity kwa furaha na mbwembwe, kile ambacho alifanya, alisambaza video zake ambazo alikuwa nazo kipindi ambacho anahitimu. Kisha baadaye akafanya sherehe kwa uzuri na marafiki, baadaye akaamua kuenda nyumbani. Lakini inasemekana ya kwamba kipindi amefika nyumbani, kesho yake asubuhi alipatikana kama ameaga dunia baada ya kuhitimu na masaa 28 hayakuwa yamepita. Kuna taarifa ambazo zinatolewa, inasemekana ya kwamba kuna watu ambao hawakupenda sana namna ambavyo amefanikiwa, amesoma kwa bidii. Kuna watu wengine ambao walimuonea wivu, kitu ambacho kiliwafanya kumwendea kinyume namna ambavyo inasemekana. Lakini wakati mwingine si vizuri wewe kuonea mtu gere, si vizuri wewe kuonea mtu wivu kwa kutokana na juhudi zake. Kumbuka ya kwamba unachokivuna ndicho unachokipata. Acha mtu apambane na maisha yake. Acha kuua watu kwa sababu wamesoma. Acha kuwapatia watu mikosi kwa sababu ya juhudi zao. Badala yake unafaa na wewe utie bidii kwa maisha yako na wewe ufanikiwe kama wao. Kama unataka watoto wako wakuje kufanikiwa na kung'aa kwenye hii tasnia yoyote ambayo, acha wengine wafaulu, furahi watu wengine wakifaulu.